والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Safar mwaka 1444 katika darsa ya kitabu أحاديث الأخلاق لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تندرينا موضوع ليس المؤمن بالطعان واللعان. مؤمن hawi ni mwenye kufanyia watu taan bila haki na kuwalaani watu. na tulifikia kauli al-musannif hafidhahu Allah ta'ala قال عن عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي ولا يستجاب لهم في. متفق عليه. الرفق بالناس من صفات الكمال. mtu kuwa mpole kwa watu ni katika sifa za ukamilifu. kuwa mpole kwa wenzake. والله سبحانه وتعالى رفيق ويحب من عباده الرفق. الله سبحانه وتعالى ni mpole na apenda kwa waja wake kuwa wapole. hii hadithi ambayo tumeisoma hapa, Aisha radhiyallahu anha atupa habari أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما يهودي walikuja kwa mtume صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. wakasema assalamu alaykum, si assalamu alaykum. pamoja na kuwa leo pia wako katika Uislamu ambao hawajui kutamka salamu, utasikia salamu alaykum, sema salamu alaykum, na wengine salamu alaykum. yani hata ile salamu pia hajui kuitamka, ingawa yeye hakusudii kile anachokusudia Mayahudi, lakini haitakikani atamke namna hiyo, assalamu alaykum. kwa hawa Mayahudi walikuwa wakija kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam assalamu alaykum, wakawa ni kama wamdanganya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale waliokuwa pamoja na Mtume sallam kuwa wao wawasalimia ile salamu ambayo wasalimiana Waislamu, assalamu alaykum. والحقيقة lakini ukiangalia ule uhakika wa hili jambo, annahum yad'una alayhim, walikuwa wakiwaapiza Mtume sallam na masahaba wake, kwa sababu maana assam almaut walhalaka.
maana yake mauti yawe juu yenu na maangamivu yawe juu yenu. Wamwapiza nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فطن لقولهم. Mtume sallama alielewa, alifahamu kile wanachokusudia wale watu. ورد عليهم فقال وعليكم. Mtume sallama akawajibu na kuambia وعليكم, akawajibu kwa namna hiyo. Maana yake وعليكم مثل ما قلتم من الدعاء, na nyinyi pia nawarudishia kile mlichotuapiza nacho katika hiyo dua mnaoiomba dhidi yetu sisi. Allah awape nyinyi, airegeshe kwenu. Usema وعليكم. Siku moja Aisha radhiallahu anha alikuwa amekaa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale Mayahudi wakafanya kitendo chao hiki, assalamu alaikum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia wa alaikum. Aisha radhiallahu anha akapatwa na dhiki kwa kile walichokuwa wale wakusudia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa ana ghera na Mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, amewaelewa wanachokusudia. فقالت عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. akawarejeshea lafdhi kama ile yao, kisha akawaongezea juu alaikum, mwanzo hayo mauti na maangamivu yawashukie nyinyi. wala'anakum Allah, na Allah awalani. وغضب الله عليكم, na Allah awakasirikieni. sababu yajulikana Mayahudi ni ummatul ghadab almaghdub alayhim, ni watu ambao Allah amewakasirikia. Na mtu aweza kushangaa wao wajua hivyo. Msione kama Mayahudi waliokolewa hawajui kama wao ni ummatul ghadab, kwa Allah awachukia, amewaghadhibikia, wajua hivyo. na wasoma katika Qur'an man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani na amewaghadhibikia, na wale waliotangulia katika wao wako waliogeuzwa matumbiri, wengine waligeuzwa nguruwe katika hawa Mayahudi. Qatalatul anbiya, wauaji wa mitume na wauaji wa wale wanaoamrisha uadilifu katika watu hata wakiwa si waislamu. wayaqtuluna alladhina ya'muruna bilqist minan nas, kila anayeamrisha uadilifu watamua, wambakishi. Kiufupi mkitaka kuelewa, leo duniani kungelikuwa kuna Mayahudi watu wangeishi na raha sana. Hii dunia hii kungelikuwa hakuna watu waitwa Yahudi, watu wangeishi kwa raha sana. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia asema wayas'auna fil ardi fasada. Hii ni kazi yao, waeneza katika ardhi ufisadi na uharibifu. Wataka watu wapate taabu. Na kila balaa unayoona katika ulimwengu ukiangalia makini utakuta nyuma yao wako nani? Wako Mayahudi. Balaa yote unaona duniani, na mengi maovu wanayoyafanya, mengi sana, wana vitimbi sana. Kwa hawa watu ni kweli ni waovu, wana mambo mengi maovu. Aisha radhiallahu anha akazungumza maneno haya kwa ukali, wa alaikum wa la'anakum Allah wa ghadiba Allahu alaykum. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposikia maneno hayo akasema mahlan ya Aisha alayki birrifq, ay tamahali wasbiri wa tarafaqi fil amr. Taratibu Aisha, fanya subra, kuwa mpole katika jambo lako hili.
وإياك والعنف والفحش يحذرها النبي صلى الله عليه وسلم من التعدي عليهم بمثل قولهم. Mtume صلى الله عليه وسلم amtahadharisha Aisha asichupe mipaka kama wao wanavyofanya, asitupe mipaka. Na hapa al-unf ay shiddatu 'inda al-akhdh wal-radd, ile shidda ule ukali aliotumia Aisha radhiallahu anha katika kuwarudi hawa mayahudi. Na fuhsh hapa inakusudiwa ni at-ta'addi fi al-qawli wal-jawab, kutupa mipaka katika kumjibu mtu, tukatupa mipaka. قالت عائشة رضي الله عنها akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, awalam tasma' ma qalu, je hukusikia wewe walichokisema? Yani kama mtanabaisha Mtume sallam yale maneno waliyosema wale mayahudi walikuwa wakipita, umewasikia wale wasema nini wale? قال Mtume sallam akamjibu, awalam tasma'i ma qultu, na je wewe umenisikia mimi kile nilichowaambia? Amuishiria lile jawabu alilojibu Mtume sallam aliposema wa alaikum, kamjibu akamwambia mimi nimemwambia wa alaikum, radadtu alaihim fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiya. Na Allah subhanahu wa ta'ala atakubali, amwekea wazi Aisha radhiallahu anha kuwa atakubali dua yangu ya kuwaapiza wao, lakini yao haikubali kuniapiza mimi. Bimaana ni kama amfundisha Aisha radhiallahu anha anna Allah la yastajibu lahum fil muslimina idha da'a al-yahudu alayhim, au mayahudi wakiwaapiza waislamu dua yao Allah haikubali. وأنه يستجيب للمسلمين فيهم إذا دعوا على اليهود, نكو الله يتكبلي maombi ya waislamu wanapowalani mayahudi. Kama mwezi hivi kuna mmoja katika aimatul haram, msao jina limenitoka, bin Humaid mmoja, katika khutba ya Jumaa akawapiza mayahudi. Mimi nimeshangaa sana, ili jambo lilikuwa ulimwengu mzima lazungumzwa. Mayahudi walalamika, kwa nini twalaaniwa kwenye al-Kaaba? Kwa nini sisi tuapizwa kwenye al-Kaaba? Mpaka wakatoa sijui lazima huyo imamu afutwe sababu atuwapiza na sisi pia tuwaapiza, kwa sababu wao wajua ile dua pale inaombwa pale itakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala juu yao kwa ule uovu waliokuwa nao. La sivyo mna wasiwasi gani? Mna wasiwasi gani? Na dhulma wanazozifanya katika huu ulimwengu wajua wao. Na yule imamu wa haram ameomba hivyo, alayka bihaula alyahud alghasibin, wale wanawadhulumu waislamu pale Palestina, ya Allah tukuachia wewe uwafanye wale wanachostahiki. Na sisi pia tusema hivyo hivyo, wale wanaowadhulumu ndugu zetu kule, ya Allah wafanye na uwape kile wanachostahiki. Waogopa dua kweli, sababu wao wajua kuwa waislamu wakiwaombea wao dua yao yakubaliwa dhidi yao, na yao haikubaliwi sababu madhalim dhalama, sallallahu alayhi wasallam. هي حديث عائشة رضي الله عنها. كذلك وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك. يهودي mmoja alipita kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akatoa salam, assalamu alayka. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك, na wewe pia mauti ya kushukia wewe na maangamivu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ Mtume sana makambi masahaba, mwajua yule yosema nini? قال السلام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ sahaba hataki mchezo. Sasa hapa kuna faida nzuri ambayo mwaipata
kuwa masahaba walikuwa na ghera sana akikosewa heshima mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha angalieni alivyojibu, na mtume sallama hakumkosoa Aisha radhiallahu anha ile ghera yake, alimkosoa namna alivyomrudi yule Myahudi. Lakini ile ghera yatakikana awe nayo Muislamu anapokosewa heshima mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa masahaba hapa mpaka wakafikia kumwambia Rasulullah, ala naqtuluhu, waonaje situmuue? Kwa sababu akipita hapa akwambia yeye maneno hayo ya Rasulullah, tuache tutamkata kichwa tu. Qala la, Mtume sana akasema la, achana naye. Idha sallama alaykum ahlul kitabi faqulu wa alaykum, wakiwasalimieni nyinyi ahlul kitabi, yani alyahud wan nasara, nyinyi wajibuni wa alaykum. Rawahu al-Bukhari. Na hapa kuna masala ambayo amezungumza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na wengineo katika wanavyuoni. Kwa mfano, hawa ahlul kitab wakisalimia wakasema assalamu alaykum, ikawa salamu ya wazi, si assalamu alaykum. Je, waweza kuitikia? Wasema ndio. Hapo wasema wa alaykumus salam, sababu amekusalimia salamu ya wazi. Lakini wewe usianze kumsalimia kwa hii salamu, la tabda al-yahuda wan nasara bis-salam, usianze kumsalimia Myahudi ama Mnasara kwa salamu. Lakini waweza kumsalimia habari gani, habari za asubuhi, uishindaje, habari za jioni, sababu ile si salamu hii. Lakini humwambii assalamu alaykum. Na kwa mfano yeye akakwambia wewe assalamu alaykum, ukasikia salamu iko wazi, itikia wa alaykum salam, sababu hapa iko wazi. Lakini ikiwa haieleweki assalamu alaykum, ambia wa alaykum vile vile. Na wale ndugu zetu wale ambao hawajui kuitamka salamu wakaitamka namna hii, pia watakana wafundishwe, wasiokao hawajui wala ni wenzao bila kujua. Wale wasalamu alayko waambiwe, si salamu alayko. Salamu alayko wako watu waseme salamu alayko, assalamu alaykum. Afundishwe mtu atamke sawa sawa, kwa sababu yeye hajui kile anachokitamka, kumbe atamka makosa na maana yake ni mbaya, pamoja na kuwa hakusudi hivyo. Atakana afundishwe, sababu tunzoea sisi huko, hasa huko kwetu pwani. Kuna watu wazima wa zamani akisalimiwa assalamu alaykum yakasirika, atakaambiwa shikao shikao, wengine ile shikamo pia izungumzi tena hivyo, shikao maraba, basi aona nsalimiwa shikao. Akiambiwa assalamu alaykum akasirika. Mimi najua watu, nishaona watu wazima wengine akasirika akiambiwa assalamu alaykum. Sasa ndio maamkuzi gani haya? Ndio maamkuzi mpaka watu wa peponi, salamu qawlan min rabbir rahim, mpaka watu wa peponi wasalimiwa hivi. Sasa wewe shukuru wasalimia namna hiyo. Hii mambo shikao wachena. Assalamu alaykum wa alaykum salam. قالوا السلام عليك بحذف اللام، والسام هو الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، فغضبت عائشة ولعنتهم. عائشة لكسرك ولعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فنهاها صلى الله عليه وسلم وحذرها في هذا المقام من العنف واللعن. Mtume صلى الله عليه وسلم alimkataza Aisha radhiallahu anha kuwalaani wale na kutumia unf, shida katika kuwarudi, sababu isiye kilo moja wewe walipa kwa kilo 3. فإذا كان عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مثل هذا المقام ناهيا ومحذرا، فكيف الشأن بمن يكثر اللعن لأبنائه وإخوانه وزملائه من المسلمين فيما هو دون هذا؟ ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amkataza na kumtahadharisha Aisha kutokamana na kuwalaani Mayahudi kuffar
kwa kuwa wamesema assalamu alaykum, tena wamekosea, wamemkosea Mtume sallallahu alayhi wasallam, amkataza. Aambiwe nini yule anayewalani watoto wake? Aambiwe nini yule anayewalani ndugu zake Waislamu? Aambiwe nini mtu huyu? Wenzake anaofanya nao kazi yake awalani tu. Bila shaka huyu ni mimbabi au la akatazwa jambo kama hili, makosa. وعائشة رضي الله عنها صدر هذا منها لأنها مغضبة. عائشة maneno haya yatamka kwa sababu alikuwa na hasira. وحق لها رضي الله عنها أن تغضب, na ana haki kukasirika katika hili. فدعت عليهم باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. akawaapiza na kuwalani wale Mayahudi, na laana maana yake ni wafukuzwe kumbani na rehema za Allah. وأيضا دعت عليهم بغضب الله وهو حلول سخطه عز وجل عليهم. na pia hapa akawaombea na kuwaapiza wapatwe na ghadhabu za Allah, yani ghadhabu za Allah ziwapate na kuwashukia wao. وما يترتب على سخطه وغضبه تبارك وتعالى من العقوبة الدنيوية والأخروية. na hapa ni kabisa kuwaapiza kile ambacho hupatikana Allah akikukasirikia katika kuadhibu hapa duniani na kesho akhira. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Mtume salama akamkataza hilo. وقال مهلا يا عائشة أي تمهدي وتأني ولا تستعجلي, usifanye haraka Aisha, fanya subra taratibu. وهذا فيه أن الإنسان إذا تمهل في ألفاظه وتفكر فيما سيقول من كلام فإنه يحمد بإذن الله تعالى العاقبة. na hapa tupata faida kuwa mtu akiwa mtaratibu, hafanyi haraka katika yale matamshi anayoyatamka, akawa yufikiria kabla ya kutamka, basi atashukuru ule mwisho wake mzuri kuliko yule ambaye watamka moja kwa moja. فعليه إذا أغضب أن لا يستعجل في إخراج ما يجول في نفسه بسبب الغضب. mtu anapoudhiwa asifanye haraka kujibu, kwa sababu wakati wa hasira nafsi yako ya kuambia maneno uzungumze pale ya ajabu, uweze kutukana pale, uweze kusema maneno mabaya. Kwa jizuie usije ukatoa neno ambalo baadaye utajuta kwa nini umelitoa. ukiwa na ghadhabu jizuie sana, nyamaza tu. بل يعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حيث قال مهلا يا عائشة. atekeleze huu wasia Mtume sallam aliyompa mkewe Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin. Amempa mama yetu Aisha wasia kuwa nini? Asifanye haraka, afanye subra. فقبل أن يخرج الكلمة وهو مغضب عليه أن يتمهل قليلا, kabla ya kutoa neno akiwa na ghadhabu mwanzo asubiri kidogo. فهذا توجيه نبوي مفيد, mwelekezo unaotoka kwa Mtume sallam ulio na faida kubwa sana katika maisha ya Muislamu. ثم أكد صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله عليك بالرفق, نكوسي عائشة كومبولي. فعلى المرء أن يترفق في مثل هذا المقام لكي يكون الكلام رفيقا. hivyo ni juu ya mtu awe mpole katika hili jambo, ili yale maneno yawe ni ya upole, yale maneno yawe ni ya upole. wa subhanallah, almaqsuduna fi hadha almaqam yahud. subhanallah, angalia wanaokusudiwa hapa ni mayahudi. والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه, na maneno aliyotamka ni maneno machafu sana, maneno mabaya. فأي كلام أشنع وأقبح من قول هؤلاء النفر في حق النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. kuna maneno wajua mabaya zaidi kama hawa watu hawa katika Mayahudi kumwambia Mtume sallam mauti juu yako na maangamivu juu yako, kumwambia Mtume Muhammad sallam, na Mtume sallam bado asemanini alayki birrifq, kuwa mpole. wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, na Mtume sallam kuwa ni rahma. قال فاجتمع فيهم أمران, هاو ما يهودي ومكسانيا mambo mawili. أنهم يهود, mwanzo ni mayahudi أعداء للمسلمين ولدين الله,
watu maadui wa Waislamu, maadui wa dini ya Allah, maadui hao. Subhanallah, leo waweza kushangaa ukaona baadhi ya Waislamu wanavyolainisha misimamo yao kwa Mayahudi na Manasara, lakini wallahi ule uadui walionao ni mkubwa mno, mkubwa sana. Ni watu wana chuki mbaya sana. والكلام الذي قالوه أشنع الكلام وأقبحه. jambo la pili, yale maneno waliyotamka ni maneno machafu. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مهلا يا عائشة عليك بالرفق. na pamoja na haya mambo mawili makubwa yaliyokusanyika kwa hawa watu, Mtume صلى الله عليه وسلم bado amwambia Aisha kuwa mpole na kuhusia kuwa mpole. عليك بالرفق. فهذا فيه إيقاظ للقلوب وتنبيه لكثير من المندفعين في باب اللعن. hapa kuna maneno ya kuamsha nyoyo na tambihi kwa wengi katika wale ambao ni kama wasukumwa, yani wana haraka sana katika mlango wa kulani. alladhina yajri al-la'nu ala alsinatihim kathiran 'inda adna khata, kosa dogo tu alani tu. na hii sana iko mpaka leo kwa baadhi ya nchi za Waarabu, na hata huku kwetu pia wako watu wana tabia hizo, na maalasaf mara nyingi yatokea kwa wanawake. Allah yal'anak, Allah yal'anak, mara moja tu ilana yaitoa tu. فيقال لهؤلاء مهلا عليكم بالرفق. ترتبوني jamani, توصيوا kuwa wapole. فلماذا هذا الاندفاع والتسرع؟ kuna haraka katika kuwalani wenzako bwana. ولهذا ينبغي على المسلم وقد سمع هذه الأحاديث ولها نظائر كثيرة أن يتقي الله في نفسه. ينبغي مسلم akisikia mfano wa hadithi hii na ziko nyingi kama hizi, awe atamcha Allah juu ya nafsi yake. wa an yasuna lisanahu, achunge sana ulimi wake. wa an yahdhara min mithli hadhihi al-awsaf, na tahadhari kutokana na sifa kama hizi. wa an yattaqi Allah tabaraka wa taala, wa an yatamahala, wa an yataraffaqa, wa an yabta'ida an mithli hadhihi al-awsaf, wa an yarba bi nafsihi anha. kwa awe mpole, awe na subra, awe mtaratibu katika yale anayotamka, ajiepushe na sifa kama hizi, aionee huruma nafsi yake, asijitie katika mambo kama haya. wa an yasuna lisanahu min alwuqu'i fiha hifdhan liimanihi, achunge ulimi wake kutokana na kuangukia tabia kama hizi ili aichunge imani yake. wa tahqiqan litaqwahu lirabbih azza wa jalla, na kadhalika kuhakiki jambo la kumcha Allah azza wa jalla. kisha ikaja hadithi ya Anas insha Allah taala, hiyo kuja kuieleza biidhnillah wa insha Allah katika darasa itakayokuja. naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. subhanak allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. barakallahu fiik.